Kwa majina naitwa Onesimus Musyoka Silingi, mimi ndio bwana wa Lucy Muthoni wa Mwea, mwenye alipelekwa kazi upande wa Iraq. Na wakati alipelekwa na kampuni inaitwa Alandwa Recruitment Agency. Alipoenda walikuwa wamemwambia anaenda kazi Turkey. Kukaa hivyo akanipigia simu after 3 months. Akaniambia alipata sio Turkey, ako Iraq. So hapo ndio niliwasiliana na maagent, wakaniambia kazi yenye ilikuwa Turkey ilikosekana, wakaona wampeleke Iraq. Kumpeleka Iraq alikaa muda miezi 3 bila kazi. Wakafungiwa mahali, walikuwa wanaenda kazi za manyumba. Mwisho mwezi wa 5 ndio mwezi wa 5 tarehe 10 ndio alianza kazi ya saloon. Yenye aliniambia kwa saloon alikaa mwaka moja. Wakati alikaa mwaka moja kwa hiyo kazi, mwezi wa 5 mdozi yake kazi akasema imeisha 2024. Kutoka hapo kazi wakati iliisha, akaambiwa itabidi arudishwe kwa ofisi ya Iraq. Akakumbali, akaambiwa aende kwa kazi kwa ofisi, atulie huko wakati watafungua kazi ya nini, watarudisha kazi ya saloon. Walikaa hapo 2024. Mwezi wa 7 ndio alinipigia simu akiwa kwa kazi ya nini, hao wandozi wakamkujia. Wakamdanganya kazi ya saloon imefunguliwa. Wakati alinipigia simu akaniambia sio kazi ya saloon, amelazimishwa kurudi kazi ya nyumba. Nikamuuliza contract yenye mlikuwa mmesaini, si ulikuwa mmesaini contract ya saloon? Akaniambia amelazimishwa kufanya kazi ya nyumba. Kutoka hapo hiyo mwezi wa 7 ilikuwa tarehe 18. Hapo ndio nikamuuliza na iko shida, akaniambia hataki kazi ya nyumba, hao watu wanamthreaten, wanamwambia watamfanyia kitendo. Wakati nilimwambia acha niwasiliane wale wako Nairobi wenye walikupeleka, hawakuchukua simu. Nilipiga simu kutoka mwezi wa 7 mpaka saa hii sijaipata ripoti yote. Niliongea naye mwisho hiyo tarehe 17 mwezi wa 7 2024. Hapo ndio tuliongea mwisho na simu ikaenda off. Kutoka hapo nimekuwa nikitafuta usaidizi, nikaenda kwa leba ya hapa Nakuru, wakanielekeza leba ya Nairobi. Nairobi kuenda huko wakaniambia niende diaspora ya Nairobi. Diaspora ya Nairobi ile kitu waliniambia kunisaidia, waliniambia niandike email, wafuatilie hiyo nini, wafuatilie hiyo kesi vile iko. Rudi nyuma kidogo. Kwa leba ulienda? Kwa leba wakati nilienda kwa leba waliniambia niwape jina ya kampuni. Nikawapea jina ya kampuni inaitwa Alandwa Recruitment Agency. Wakasearch, waliingia kwa internet wakaangalia, wakasema hiyo watu hawajakuwa registered, hata hawajui. So hapo ndio waliniambia hiyo wale watu wameregistriwa ndio wanafuatilianga kesi ya hiyo. So niende kwa diaspora. Hao ndio wanadeal na watu wa nje. Waone kama kuko na embassy ya Kenya inaweza saidia mtu kama huyo. Hapo ndio nilienda na brother wangu. Ilikuwa mwezi wa 10 tarehe 28. Hapo ndio nilienda na ndugu yangu tukaandamana pamoja hiyo diaspora. Kufika tukaambiwa tuende, wakatupea vile tutaandika email. Tukiwaambia shida ilitokea wapi na wapi. Tukaandika email tukiwajulisha vile ilianza na mambo vile iko. Nikawaambia mwisho kuongea na bibi yangu ilikuwa mwezi wa 7 tarehe 17. So hapo ndio nimekaa nikiwapikia simu, ananiambia ngoja. Sijawahi pata ripoti. Nikawa ninapikia hawa maagent simu, sijawahi pata hata ripoti simu yao wachukuangi. Nimekaa kutoka mwezi wa 7 saa hii ni miezi 9. Sina mawasiliano na bibi yangu. Kwa hivyo ile kitu nilikuwa naomba ni serikali waingilie kati.
Sababu sasa imekuwa wasichana huko wakipelekwa, wanaenda wanatesekea huko, manji ndio wenye wamewapeleka, hawako registered na hakuna hatua inachukuliwa. Hii ya bibi yangu watoto wanashinda kunililia wakiniambia baba nataka mama mahali alienda. So sijakuwa na uwezo wa kusaidia hii watoto. So ninaomba serikali ichukulie watu kama hao hatua. Kulingana na sheria, hao watu sio registered kitu wa kwanza. Wanapeleka watu nje na mtu akienda kupata shida huko hawaingilii. Simu sawa ukipika hawachukui. So nimekuwa nikishindwa ni watu wa aina gani. Sijawahi pata mtu wa kunisaidia. Kwa hivyo naomba serikali waingilie kati na waone vile wanaweza saidia ndio watoto watulie. Wawache kunisumbua. So ni hayo. Kesi kotini. Hii kesi ya kotini. Nilipikiwa simu na askari wa polisi wa Iraq. Ilikuwa hiyo wakati sasa alipelekwa kasi ya nyumba. Hiyo mwezi wa 7 tu. Hiyo mwezi wa 7 ikianza hiyo aliniambia wale watu wamenikujia wananipeleka kazi ya nyumba. Na sitaki kazi ya nyumba nikiwa kwa saluni walikuwa wananithreaten tutakuja kukutendea kitendo. Na nimeiongea na watu wa huko wa Iraq. Wakaniambia hata rudi kazi ya nyumba atamaliza contract yake akiwa kwa ofisi. So nilishangaa ilikuwaje akarudishwa kazi ya nyumba. Wakati nilimuuliza umerudishwa aje akaniambia alitupiwa vitu nje na akaambiwa arudi na hao watu. Mwezi wa 8 ndio nilipigiwa simu na polisi wa Iraq. Akaniambia kuko na shida imetokea, huyu anasema ni bibi yako anaitwa Lucy Muthoni. Nikamwambia ni bibi yangu. Kwa hivyo ameshikwa na ameambiwa ameiba simu na anapelekwa kotini. Mimi wakati nilimuuliza na ako wapi, akaniambia hawezi ongea na yeye juu ameshikwa na makosa. So huyo polisi wa Iraq ndio mwezi wa 9 tarehe 25 ndio alirudi akanipigia simu, tumempeleka kotini na amepatikana hana hatia. Simu yenye alikuwa ameiba hakuna na koti imemruhusu either achukue kurudi kazi ya nyumba ama arudi Kenya. So akaniambia bibi yako amewachiliwa na kutoka hapo sijawahi hata sikia. Huyo askari WhatsApp achukuangi message afanye chochote. Sasa kutoka hapo sijawahi sikia mawasiliano yote. Hiyo ilikuwa mwezi wa 9. Sijawahi pata mawasiliano yote. Na sijawahi kuongea mwisho na bibi yangu ilikuwa mwezi wa 7. So wakati niliambiwa ati amendipotiwa, nikajiuliza deportation ukiambiwa umendipotiwa si unarudishwa Kenya mahali umetoka. So hapo ndio nilishangaa. So hata kitu kama hiyo nataka serikali wafuatilie, wanisaidie kama mtu alifanywa deportation nijue yako wapi saa hii. Yo sina uwezo ya kufuatilia. Hawataki simu hawachukui. Sasa simu nikiwapikia hawachukuangi simu. Kutoka nianze kuwapigia simu mwezi wa 7 mpaka saa hii hawajawahi hata reply ama nini. Na wenye niliongea nao waliniambia hata sio wewe peke yako. Hao manje ndio wanapeleka watu wanaenda kutesewa huko. Hakuna wanawadanganya kazi iko kwa wingi. Sio mimi peke yangu na claim. Watu wamejaa huko Iraq. Wanatanganywa wanaenda kufanya kazi. Na hao manje ndio hiyo the same company hiyo Alandwa. Alandwa imekuwa ikipeleka wasichana nasikia wanateseka hapo. Wamefungiwa kwa ofisi ni kuteseka. Hakuna kazi wanapelekangwa. Ni kazi tu za kufanya kibarua kwa manyumba. So hapo mahali naweza ambia serikali waangalie wasichana wetu wa Kenya wanaumia sana. Kama kampuni kama hiyo inaweza kuachiliwa na serikali wafanyie vitendo wasichana wetu hivyo. Sio mzuri. Hata naomba Rais Ruto asikie hiyo kilio yangu na angalie ataweza saidia namna gani. Ni hayo tu.